Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Marekani imeendelea kufanya mashambulizi katika rada za Iran baada ya Iran kurusha ndege zisizokuwa na rubani, na mashambulizi haya yanakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na mazungumzo ya usitishaji wa mapigano. Jeshi la CENTCOM la Marekani limesema vikosi vya Marekani vililenga maeneo ya rada ya ufuatiliaji ya pwani huko Goruk na kisiwa cha Qeshm. Rais Trump anasema Iran bado ilikuwa na 21 hadi 22 ya makombora yake yaliyosalia. Hata hivyo, jeshi la Marekani ambalo limeeleza kuwa limedungua ndege 4 zisizokuwa na rubani za Iran ambazo zilirushwa kuelekea mlango wa Hormuz siku ya Ijumaa na kisha kushambulia baadhi ya maeneo ya rada za Iran. Mashambulizi haya ndege zisizokuwa na rubani yalisababisha tishio la haraka kwa trafiki ya baharini ya kikanda, kamanda mkuu wa Marekani alisema kwenye mtandao wa kijamii. Vikosi vya Marekani baadaye vilishambulia maeneo ya rada ya ufuatiliaji katika pwani ya Iran, huko Goruk na katika kisiwa cha Qeshm ili kujilinda dhidi ya mashambulizi zaidi, CENTCOM ilisema. Mapema Ijumaa, CENTCOM ilikanusha madai ya Iran kwamba ilifyatua risasi za onyo kwa meli za kivita za Marekani katika ghuba ya Oman na kulazimisha meli za Marekani kurudi nyuma kuelekea bahari ya Hindi. Vikosi vya Marekani vinaendelea kufanya kazi kwa uhuru katika maji ya eneo hilo, vikitekeleza kikamilifu vikwazo vinavyoendelea dhidi ya Iran, CENTCOM inasema. Jeshi limeweka vizuizi kwenye bandari za Iran ili kukabiliana na mkazo wa Iran kwenye korido muhimu ya usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi asilia, ambayo imesababisha bei ya nishati kupanda na kuleta matatizo kisiasa kwa chama cha Republican cha rais wa Marekani Donald Trump kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress. Kamandi kuu ya Marekani ilisema iligonga tovuti za rada ikiwa ni pamoja na kisiwa katika mlango wa Hormuz na kulinda dhidi ya mashambulizi zaidi. Ikiwa mashambulizi ya hivi punde zaidi katika kipindi cha usitishaji wa mapigano yanasababisha juhudi za kufikia makubaliano na kupanua mapatano hayo kuwa madogo. Mapema wiki hii ndege zisizokuwa na rubani za Iran ziliharibu kwa kiasi kikubwa kituo cha abiria katika uwanja mkuu wa ndege wa Kuwait na kuua mtu mmoja, kujeruhi makumi na kufunga uwanja wa ndege kwa muda mfupi. Licha mashambulizi hayo, kumeibuka wasiwasi mpya kwamba usitishaji vita unaweza kusambaratika. Trump aliwaambia waandishi wa habari Ijumaa kuwa hali na Iran inaonekana kuwa inakwenda vizuri. Tunatoka Iran haraka sana na tutakuwa na nguvu sana kwa njia moja ama nyingine. Iwe ni kupitia makubaliano ya maandishi au njia nyingine ngumu sana, itabidi tufanye hivyo, Trump alisema katika hafla na wakulima huko Wisconsin. Njia ngumu sana labda ni njia rahisi, lakini tutatoka na bei ya mbolea yenu itashuka kama ilivyokuwa miezi 4 iliyopita, anasema rais wa Marekani bwana Donald Trump wakati akizungumza na wakulima huko nchini Marekani. Trump anazidi kuonekana kuhusika katika mzozo ambao umetulia kwa mtindo wa kushikilia. Wapatanishi wa Marekani na Iran walifikia makubaliano ya muda wiki moja iliyopita ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60. Lakini rais wa Marekani Donald Trump anataka mabadiliko ambayo hajabainishwa na maafisa wa Iran wala hajaonyesha dalili za umma za kutia saini makubaliano hayo. Alipoulizwa Ijumaa kwa nini inachukua muda mrefu sana, alisema kwamba watakutana na waandishi wa habari, atazungumza kwa sababu ni jambo gumu sana kwao, akitaja uhuru wao mkubwa na ukweli kwamba wana nguvu, wanajivunia. Kuna mambo ambayo hawakuwahi kufikiria kuwa wangefanya, ambayo watalazimika kufanya, hawana chaguo na inachukua muda kidogo, alisema katika mahojiano. Kuhusu suala la makombora ya Iran, rais wa Marekani bwana Donald Trump alisema wa Iran wana 21 tu hadi 22 ya makombora yao. Licha ya kwamba ujasusi ulionyesha kwamba wana zaidi ya 70% ya makombora, lakini wa Iran wenyewe wanasema wana 90% ya makombora na kwamba walitumia 10% tu ndani ya siku 40 ya makombora yao. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia